wazee wetu na reverend pastors. Bwana wabariki sana kwa kazi ambayo mnafanya, na ningetaka tu tumshukuru Bwana kwa kupiga makofi kwa kazi ambayo wanatenda. Amen. Asante sana, asante sana. Ningetaka adhuhuri ya leo niweze kusoma mistari michache katika Biblia, na ukiwa mahali pale ningetaka nikuombe uweze kwenda katika kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu kiko katika Agano la Kale. Agano la Kale mahali pale, na ningetaka tu kuweza kuomba kwamba, na naona nyinyi mnaona mahali pale kwa majina yangu, mimi naitwa Boyele Frederick na nampenda Yesu Kristo akiwa Mwokozi wa maisha yangu. Ningetaka tuweze kwenda katika mlango wa 13 kwanza, 13 kitabu cha Hesabu mlango wa 13 kuanzia mstari wa 26. Tukiwa mahali pale tutasoma tumalize mpaka mstari wa 33, alafu pia nitaomba vifungo viwili katika mlango wa 14. Mlango wa 14, na Biblia yangu inaniambia, naona hapo labda mtasoma, lakini pia nami nitaweza kusoma mahali hapa, sijui kama itaingiliana vizuri. Katika mstari wa 27 kulingana na Biblia yangu inasema kwamba wakaenda wakafika kwa Musa na kwa Haruni na kwa mkutano wote wa wana wa Israeli katika jangwa la Parani huko Kadesh. Wakawaletea habari wao na makutano wote, wakawaonyesha matunda ya nchi. Akamwambia akasema, tulifika nchi ile uliyotutuma, na hakika yake ni nchi yenye wingi wa maziwa na asali, na haya ndiyo matunda yake. Lakini watu wanaokaa katika nchi ile ni hodari, na miji yao ina maboma, nayo ni makubwa sana. Na pamoja na hayo tuliwaona wana wa Anaki huko. Amaleki anakaa katika nchi ya Negebu, na Mhiti na Myebusi na Mwamori wanakaa katika milima, na Mkanani anakaa karibu na bahari na kando ya ukingo wa Yordani. Kaleb akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Bali wale watu waliopanda pamoja naye wakasema, hatuwezi kupanda tupigane na watu hawa, kwa maana wana nguvu kuliko sisi. Wakawaletea wana wa Israeli habari mbaya ya ile nchi waliopelekeza, wakasema, ile nchi tuliyopita kati yake ili kuipelekeza ni nchi inayowala watu wanaoikaa, na watu wote waliowaona ndani yake ni watu warefu mno. Kisha huko tuliwaona Wanafili wana wa Anaki waliotoka kwa hao Wanafeli, tukajiona nafsi zetu kuwa kama mapanzi, nao ndivyo walivyotuona sisi. Mstari wa 14 ama mlango wa 14 mstari wa kwanza na wa pili unasema, mkutano wote wakapasa sauti zao wakalia, watu wakatoka machozi usiku ule. Kisha wana wa Israeli wote wakamnung'unikia Musa na Haruni, na mkutano wote wakawaambia
ingekuwa heri kama tungelikufa katika nchi ya Misri, au ingekuwa heri kama tungelikufa katika jangwa hili. Tunapokuwa mahali pale, ningetaka pia uandamane nami katika mstari mmoja katika kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 7. Bwana tubariki sana tunapofika mahali pale katika Agano Jipya, kitabu cha Timotheo wa pili mlango wa kwanza mstari wa 7 unasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Narudia tena, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Najua nimechukua muda mrefu sana kusoma vipengele hivyo vyote, na madhumuni ya kufanya hivyo ni ya kutuweza kutupatia picha mahali ambapo tungetaka kuweza kupokea ujumbe wake Bwana ambaye ametuandalia kwa siku ya leo. Ujumbe ambao nitaangazia ni kuhusu kushinda hofu ama hatari ya hofu. Hofu ni uoga, ama tuseme jinsi ya kushinda uoga, ama jinsi ya kushinda hofu. Mara nyingi sana katika neno lake Mungu amezungumzia sana na ametaja sana usiogope. Ambia jirani yako usiogope. Usiogope. Haleluya. Najua ndugu yetu ambaye tulimwombea saa hii, kila kitu ambacho atakumbana nacho, hiyo tarehe ambayo unataja itakupatia uoga kiasi. Jambo la kwanza, ukiingia pale airport na hujazoea kuingia pale, kuna kauoga kataingia. Haya, kuingia pale kwa ndege pia kuna kauoga kataingia. Haya, ikianza kupanda, hapo kuna kauoga. Lakini najua kwamba kuna wakati ulienda Israeli. Sasa najua unaelewa nasema nini. Lakini uoga hautakosa kuambatana na wewe katika kila kitu ambacho utafanya. Vile tu uoga itaandamana na yeye, ndio vile uoga inaandamana na kila mmoja wetu. Hiyo ni kumaanisha nini? Ni kumaanisha kwamba uoga ni kama vile uko na kivuli kinakufuata, na anakuwa ni rafiki, anajionyesha ni rafiki wa karibu sana, wa karibu sana. Lakini lengo la uoga mwishowe sio kwamba uoga unakutakia uzuri. Tunaweza kusema kwamba uoga anajifanya ni rafiki yako, lakini anaweza badilika na anakuwa ni adui wako. Unaweza kuwa wewe hapa, labda wewe ni binti ambao unataka kuolewa, lakini kuna habari ambazo umepewa na watu vile ndoa zinakaa, na hiyo unasikianga hiyo kitu kinagongana ndani yako, ukisikia mambo ya kuoa, mambo ya familia, na kuna mifano mingi sana. Ndoa ya nani ilivunjika, ndoa ya nani ilifanyika hivi, ule anapiga bibi yake. Kwa hivyo wewe, hayo mambo yamekuingia, na wakati mwingine unaanza kuanza kuambiwa, usijaribu kuwa jamii fulani, usiolewe na jamii fulani, jamii fulani wanafanya hivi, jamii fulani wanafanya hivi. Haleluya, are we together? Jamii fulani wanafanya hivi. Kwa hivyo wewe umeingizwa
kuingizwa uoga. Kwa hivyo unapokaa mahali unakaa, hata nafasi ikitokea, unasema unakumbuka vile uliambiwa, na labda ilikuwa nafasi ya kuweza kuinua maisha yako, kwa sababu uoga uliingizwa, basi kuwa hiyo nafasi inakuja na inakupita. Uoga, fear. Uoga si kitu mbaya, si kitu mbaya, ni kitu mzuri, lakini kisipowekwa katika vipimo fulani, uoga ubadilika. Yaani uoga ni silaha, ni silaha ambayo iko karibu na sisi sana. Hiyo silaha inaweza kuwa katika mikono ya Mungu aishike hivi, ama inaweza kutoka na ingie katika mikono ya shetani. Na inapoingia katika mikono ya shetani, lengo lake ni mara tatu. Ya kwanza, itakuua. Ya pili, itakudestroy. Nyingine the thief comes to do what? To kill, to steal and destroy. Bwana asifiwe. Tumekuwa na ndugu mpendwa, unamuona mzuri sana na anaendelea vizuri, lakini nafika mahali unamkosa kumwelewa kabisa. Kwa sababu gani? Mwanadamu ni roho, wewe ni roho, na roho ndio inakuongoza. Katika Biblia kuna mfano ambao ningetaka tu niweze kuelezea kabla sijaenda zaidi. Katika Biblia kuna hadithi ya jamii ya mama mmoja alikuwa anaitwa Naomi. Na huyu Naomi, kulikuwa na njaa katika Bethlehemu. Njaa ikatokea na wakashikana na mume wake na watoto wake wawili vijana, na wakahamia nchi ya Moabu. Walipoenda kule, Biblia inasema ya kwamba walipokimbilia kule na wakaishi kule, vijana wake wawili wakaoa mabinti ambao ni wa Moabu. Hata nitumie hivyo, sijui kunatamka vizuri sana, lakini wasichana wa nchi ile. Na maisha ikawa inaendelea. Baba ako hapa, Naomi ako hapa, na binti wakwe wakawa mahali pale. Ikafikia mahali katika kukaa, baba akakufa, vijana wake wakafariki. Kwa hivyo akabakia mjane Naomi na Ruth na Orpa. Nao ikafika mahali sasa lazima arudi kwao nyumbani, because home is best. Arudi nyumbani Bethlehem. Biblia inasema ya kwamba walianza safari, wakaanza safari ya kuweza kurudi Bethlehem. Wakapiga hatua ya kwanza, hatua ya pili. Naomi akaangalia nyuma, akaambia hao wasichana, akawaambia, kwa kweli mnaona vile umri wangu umefika, siwezi kuzaa tena, kwamba niwapatie matumaini nitazaa mpate watoto, au watoto ambao mtawaoa tena. Kwa hivyo jambo nzuri, nyinyi mbakie kwa watu wenu na mimi nirudi kwetu. Na wakapiga hatua nyingine, ya pili, ya tatu. Biblia inasema ya kwamba ilifika mahali ya kuamua. Haleluya, praise the Lord. Walipokuwa katika hali ya kuamua, Orpa alienda akamkisi Naomi. Na Naomi alifikiria kwamba anamkisi sababu anampenda, lakini alipomkisi, kumbe ile kisi ilikuwa ya kumwambia bye bye, mimi nitarudi kwa watu wetu.
na Ruth akachukua uamuzi mahali pale, na akafanya nini? Akachukua uamuzi, akasema mahali utaenda, mimi nitaenda mahali pale. Na najua vijana, mkiangalia mstari ule, unaweza kuweka mahali fulani, wakati wa harusi yako unaweza kuweka mahali. Lakini inamaanisha kwamba katikati ya watu wawili there were two people ambao walikuwa na spirit tofauti, roho tofauti. Baada ya mambo tumesoma hapa, inasema kwamba wakati report wale walikuwa wametumwa kwenda kufanya uchunguzi katika nchi ya ahadi, walikuwa wametumwa na Moses kulingana na vile Mungu alikuwa amewaambia. Walikuja na reports na wakaita umati wote wa wana wa Israeli, na Musa kawa mahali pale, na wakaanza kupeana reports. Ndio tumeenda katika ile nchi, tumeona udongo wake jinsi ambavyo unakaa, na hata mazao ya nchi yake ndio haya ndio matunda. Lakini katika zile nchi tuliona, katika nchi zao kuna wameweka ukuta za nguvu sana, na wale watu ambao wanakaa kule ni majitu. Watu wako na nguvu sana, wanene mno. Wakati Caleb alisikiza, akaona vile ripoti inaenda, Biblia inasema ya kwamba aliweza kusimamisha mahali pale, na aliposimamisha mahali pale aliweza kunena, na ningetaka tu niweze kurudia mahali pale. Biblia inasema ya kwamba lakini kwa mstari mstari wa 30, Kalebu akawatuliza watu mbele ya Musa, akasema, na tupande mara tukaitamalaki, maana twaweza kushinda bila shaka. Huyo ni Kalebu anazungumza, na ukumbuke kwamba Kalebu alikuwa na hao watu, kati ya watu 12 walikuwa wametumwa kwenda kufanya uchunguzi. Lakini wakati ripoti iliendelea, katika roho ya Kalebu akasensi kwamba kuna kitu inaendelea mbaya. Akiendelea vizuri. Unajua, tunapokaa mahali hapa tuko watu wengi sana, na nashukuru Bwana, lakini tunaweza kuwa katika roho moja ama tuwe na roho tofauti, na Mungu huangalia roho ya kila mmoja wetu. Huwezi kujidanganya. Mungu anaona roho yako, na kuna roho ambayo inampendeza Mungu, ambayo inaweza kuwa ndani yako, na unapokaa mahali unaona vile environment inakaa, roho yako inaweza kuambia hapa haustahili, ondoka, ama hapa ni mahali ambapo unastahili. You can sense in your spirit. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Nimesikia haleluya, nikafurahi. Bwana asifiwe. Haleluya upande huu. Haleluya. Tupige Bwana Yesu makofi. Ile roho, Kalebu alisimama na akasema, ndio ni kweli, lakini kwa nini unatilia mkazo mambo ambayo inavuja watu moyo? Ndio tumeona hiyo, lakini tuko na uwezo kwenda na tuingie mahali ambapo tumeahidiwa na Mungu. Waliposikia hivyo, kwa sababu alikuwa na roho tofauti, wakajaribu sana kuzungumza zaidi na kuchochea zaidi na kuonyesha vile ambavyo hawawezi.
sisi tulikuwa kama grasshoppers. Hadi grasshopper. Tulijiona kama grasshopper na hao pia wakatuona kama grasshopper. Na Biblia inasema wakati hiyo ripoti ilitoka, usiku huo wana wa Israeli hawakulala, walipoteza amani yao, walipoteza tumaini, wakapaza sauti, wakalia. Usiku huo wote wakaanza kunung'unika, wakaambia Moses, umetuleta hapa tuweze kufa mahali hapa. Na hapo ndio mahali ambapo ilitokea uasi dhidi ya Mungu, wakamwasi Mungu. Unajua mwishowe nini ambayo ilitokea? Kizazi chote ambacho kilipata ripoti hiyo na kikavunjika moyo, hawakuweza kuingia katika nchi ya ahadi, isipokuwa tu Caleb na Joshua ndio waliweza kuingia katika nchi ya ahadi, na Mungu alihapa kwamba hawataingia. Paulo anasema kwamba sisi hatukupewa roho ya uoga. Unaweza kuwa uko kwa worship, uko kwa kwaya, wewe uko kwa kikundi kina mama na mahali popote pale, huyu roho anakunyemelea usiku na mchana. Ndiposa ujumbe wangu ni kwamba, ama ningetaka tuangazie ni kwamba jinsi tunaweza kushinda hofu katika maisha yetu, kwa sababu wakati hofu inakuja katika maisha yetu, inakula katika imani yetu, inatumalizia imani, tunakosa kuwa na matumaini. Kama ulikuwa naomba, wakati hofu inakuja, hata maombi yanakosa kuwa na maana katika maisha yako. Wakati ulikuwa unakuja kwa worship, kwa practice, na ukaruhusu hofu ingie ndani, unapata kwamba hata kuabudu, hata kuinua mkono wako juu, unakosa kuwa na matumaini na imani katika Mungu wako. Tunakuwa na historia. Huyu dada alikuwa amejitolea, alikuwa wa kwanza kuingia kwa kanisa. Kwa worship alikuwa anatuongoza vizuri sana. Inakuwa ni historia mbili ambayo ilifanyika. Biblia inasema tulipewa roho ya nguvu, roho ya upendo na roho ya kiasi. Na unapokaa mahali unasikia kwamba umeanza kusikia kauoga, kwa kupitia kwa njia yote ile, ujue kwamba huyo roho hatukupewa kutoka kwa Mungu, iko na mahali pengine. Na Biblia inasema kwamba shetani ni mwizi ambaye anakunyemelea. Mwizi haji wakati wewe uko alert, hapana. Mwizi anaweza kunyemelea wakati labda umelala, wakati unapumzika, wakati unafikiria mambo yako sawa, hakuna kitu kinaweza kufanyika. Mwizi huingia wakati unafikiria huyu rafiki yangu hawezi kumtendea kijambo fulani. Hapo ndio wakati mwizi anaingia.
tunakuwa na uoga. Unapata katika kanisa, mpendwa, tukija kusalamia, kuna watu wengine katikati yetu hawataki kusalamiwa. Akifika kwa kanisa, ana watu watani na yeye, aje akiwa private na atarudi akiwa private. Hata akimsalamia hawezi kuonyesha uso wake hivi. Kwa sababu gani? Ako na uoga. Yaani huyo mwovu amewachilia uoga kukuingia ndani yake. Na unaweza kujiuliza, uoga unaweza kuingia namna gani? Uoga utaingiaje? Wana wa Israeli waliposikia ripoti ikikuja, ripoti jinsi inakuja, ile nchi ilivyo, walisikia na wakaendelea kusikia, wakanong'onezeana wenyewe kwa wenyewe. Wakati unaendelea, unatoka katika neno la Mungu, unajiingiza katika yale mambo mengine, hapo ndio mahali ambapo uoga na shetani na uoga wake anakunyemelea wewe. Biblia inasema two cannot walk together unless they agree. Na wakati mwingine tunaweza kuambia, dada, wachana na huo uhusiano na yule, tunajua. Wewe unasema mnaniharibia. Nataka kuniambia nini? Kwa sababu wale marafiki wako ndio mlikuwa nao katika shule, sawa. Mkaenda college, sawa. Na mmefanya 1, 2, 3, sawa. Lakini ile roho iko ndani yako na ndani yao, je, iko sawa? Biblia inasema kwamba linda moyo wako kuliko vyote ufanyaje? Ulindavyo. Na mtu akaimba akasema kwamba kesha sana ukiomba, linda moyo wako. Paulo akamwambia Timotheo kwamba Timotheo, katika mwito huu ambao tumepewa, indekana ujue kwamba kuna roho zingine ambazo ziko, na ile roho ukisikia kwamba umeanza kuwa na uoga ndani yako, ujue kwamba hiyo sio roho ambayo tumepewa kutoka kwa Baba. Uoga ni kitu ambacho kinakaa kinyenyekevu sana. Uoga kinyenyekevu zaidi, lakini madhara yake wakati imeingia, imechukua usukani wa maisha yako, madhara yake ni makubwa sana. Katika Biblia, mfano mwingine ambao tuko nao ni wakati Elia kwa Kiswahili, Elia mtumishi wa Mungu akakuwa na crusade kubwa sana ya kuweza kuchallenge wale manabii wa Baali, na akapata ushindi mkubwa sana. Mungu wake akajibu kwa moto kutoka mbinguni, akaanza kuimba nyimbo za kufurahia na vile Mungu wao amewatendea. Watu wakajua kwamba kuna Mungu. Hiyo report ilimwendea kupitia kwa Ahabu ambaye alikuwa ni mfalme, ikamwendea mke wake Jezebel kwamba unajua kile ambacho kimetendeka kule Mount Carmel kule, Elia amemaliza manabii wetu wote 450. Jezebel akasema, nini nasema wewe?
huyo akaita mtumishi mmoja akamwambia, nataka nikutume saa hii jioni hii umfikie Eliya. Ukimfikia Eliya mwambie kwamba kama sitakufanya vile ambavyo wewe umefanya, kesho saa kama hii utaniambia. Ripoti ikamwendea Eliya, akapata ripoti kwa mjumbe, akamwambia Jezebel anasema hivi kwamba kuanzia sasa mwanzo kwa hesabu saa, ikifika jioni ya kesho utakuwa maiti, jinsi ambavyo umefanya manabii wake. Mtumishi wa Mungu aliposikia mambo haya, ikamwingia ndani kama mwanadamu, akaanza kufikiria, akaangalia vile nchi ilivyo, akaangalia familia yake. Biblia inasema alianza kutoroka, kwamba hiyo saa isimpate akiwa karibu, na akaenda kule kwa jangwa, na kule nienda chini ya mti, akalala chini, akapeana ombi, akamwambia Mungu, hii imetosha, na kuomba chukua maisha yangu, uniue. Mimi sio mtu wa maana kuliko mababu zangu, mimi ni mtu bure. Kwa sababu gani? Ile roho ilikuwa imeingia, ilichukua ushukani. Kumaanisha nini? Ukiwa mahali pale ulipo, ujue hata wewe unaweza kuwa mshindi leo, lakini kesho ujue huyo roho inaweza kuingia. Ndiposa sisi tunaomba kwa kila mmoja wetu katika mipango yetu kwamba tujifiche chini ya mwamba ambao ndio Yesu Kristo. Haleluya! Tujifiche katika neno. Tunaposema kwamba tuko na Biblia, Bible study, tukimbie mahali pale, tukajifiche mahali pale, kwa maana Biblia inasema kwamba imani huja kwa kusikia neno, na uoga ni kinyume na imani. Kwa hivyo ukikosa kusikia neno, imani yako itadhoofika, na kile chote ambacho Mungu amekufanyia, tazama vile ulikuwa kama si Mungu wetu, mtu bure. Ndipo tunasema kwamba he is our Ebenezer. Umbali huu imechukua mkono wa Mungu. Hiyo ni testimony ambayo uko nayo, lakini hiyo testimony ikiwa uoga unaingia, tutapoteza. Tunasikia story nyingi kule nje, kuna vyombo vya habari ziko, kuna mastaili zimetokea, kuna habari zimetokea. Wakati mwingine Gen Z wanafikiria kwamba sisi hatuelewi, yaani hawa ni werevu zaidi. Haya mambo yote yako, lakini lazima tuamue tutasikiza nini na nini tutakosa kusikia, kwa sababu unaposikiza hiyo kitu itaingia ndani yako, na ikiingia ndani, huyo roho wa uoga atapigana na imani yako, na unapozidi kuzungumuza unapeana hiyo roho ya uoga nguvu zaidi. Lazima ukaishi kujiulize, haya mambo ninaposikia kwa jirani yangu inanisaidiaje?
inaniongezea namna gani? Imani. Sio stori yote itakusaidia. Hapa ni mahali ambapo mwovu shetani ananyemelea na nakuletea uoga, na wakati mwingine unafikiria tu hiyo ni kawaida, hiyo ni kawaida tu, lakini uoga itatuharibia maisha yetu yote, safari yetu yote itatuharibia. Uoga sio rafiki yako, ni adui wako. Bwana sifiwe. Hallelujah. Praise the Lord. Ndio wakati mwingine tunakuja hapa, hata mimi nikihubiri hapa, uoga unanifuata sana, mara nyingi sana. Tunapokaa na mke wangu tunazungumza pale, wakati mimi na make statement na niambia mambo itakuwa sawa, usiwe na wasiwasi. Hallelujah. Usiwe na wasiwasi. Nakumbuka senior pastor, kuna wakati nilipokuwa kule Korea, na mnajua nilienda Korea, na akanipigia simu nikiwa kule. Na niliponipigia simu huenda kuwa alisahau. Akaniambia, Fred, ningetaka ukiwa huko ukirudi uje na gari. Kaambia Bwana asifiwe mchungaji. Ndio mchungaji akizungumza, unaangalia vile unaweza kuconnect hizo vitu mbili, hauoni zikiingia. Uje na gari. Nikasema mimi gari? Mimi. Hiyo story nikaanza kufikiria, nikarudi nyumbani kwetu. Hata kwetu hakuna mtu ameshawahi kununua gari. Hata nikiangalia katika familia, hata mimi sikuona mama yangu siku alikuwa anakaa namna gani. Hata huko nyumbani, hata sina nyumba. Sasa unaona mambo ikaingia ndani. Nikasema mimi mambo ya gari hapana. Na nikafanya uchunguzi sana. Nikaambiwa gari kununua ni rahisi, lakini iko na mambo mengi. Gari mafuta, gari imeharibika. Nikasikiza hiyo story, nikasema mimi sitaki shida, mambo ya gari hapana. Lakini it was a prophecy. Tumpigie Bwana makofi. Kuna watu wengine walikuja, sikuwa nalala usingizi, nikitembea kwa barabara, wewe unastahili kuwa na gari. Nikienda huku, wewe unatembeza jamii yako sana mwe na gari. Yaani kila mahali nilikuwa naenda kujificha, lakini naambiwa uko na gari, wewe uko na gari. Mpaka ikafika mahali gari ikajitokeza yenyewe. Tumpigie Bwana makofi. Na zile shida ambazo nilikuwa nazo, nikifikiria kutakuwa na shida na nini, niko na ushuhuda ya kusema ya kwamba yote imeshughulikiwa na Mungu. Praise the Lord. Praise the Lord. Sijui hapa wewe unapitia maisha gani? Wewe unajua. Ikiwa uoga ni roho, kwa hivyo inamaanisha kwamba tukitaka tukubaliane, tupigane, tukabiliane. Yaani lazima kila siku tunakabiliana na hii roho wa uoga. Ukiamka asubuhi na piga hodi, lazima ndani yako ujue hapa hii ni roho ya uoga. Kwa sababu tusipofanya hivyo na kujua matunda ya hii roho ambaye haitoki kwa Baba, tutaangamia sote. Utakaa mahali umekaa miaka yote, nafasi zitatokea, zitakupita. Kila wakati watu wakizungumza, hata wewe kusimama, unasema sasa nikisimama nitasema nini? Yaani huyo roho wa uoga amekukula mpaka imani yako ameimaliza. Mwishowe utakuwa sasa
unapelekwa huku, mara unapelekwa huku, mara unapelekwa huku, lakini hayo si mapenzi ya Mungu. Mapenzi ya Mungu ni kwamba sote tukajazwe na Roho ambaye ni wa nguvu, haleluya, wa mapenzi. Bwana asifiwe sana. Na Roho wa kiasi akuongoze wewe unapokaa, wewe mtu wa Mungu, ukikaa mahali pale umejazwa na Roho wa Mungu ndani yako. Shetani anapokuja na kunusanusa, anapata umejazwa na Roho wa ujasiri. Unaweza kuhubiri Injili, unaweza kuja kwa ushuhuda, ukatutolea ushuhuda. Unapokuwa katika safari yako, unakuwa na tumaini, kwa maana wewe ni mtoto wa Mungu. Hallelujah, praise the Lord. Ningetaka tu tuweze kuwa na nafasi tu ya kumwambia Bwana, mimi niko hapa. I am here, I am here. Baba, wewe unajua maisha yangu, unajua njia zangu, unajua Baba, na kuomba